Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Mbunge, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Patrobas Pasco Katambi, Mbunge, Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, Daktari DCP Daktari Lazaro Benedict Mambosasa, Mkuu wa Chuo cha Taaluma ya Polisi Dar es Salaam, Mheshimiwa Ayubu Mohamed Mohamud, Mbunge, Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, Mheshimiwa Albert Charamira, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Bimere Shirima, Mwakilishi wa Mtendaji Mkuu wa Mahakama, Mheshimiwa Devota Matthew Minja, Mbunge, Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali, ndugu Ali Sengagugu, Katibu Mkuu Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Daktari Madu Kazi, Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, ndugu Sylvester Mwakitaru, Mkurugenzi wa Mashtaka, waheshimiwa wakuu wa wilaya mkoa wa Dar es Salaam mliopo, Omari Idi Mahita, Inspekta Jenerali wa Polisi mstaafu, Abdulrahmani Kaniki, Naibu Inspekta Jenerali wa Polisi mstaafu, wakuu wa vyombo vya usalama wastaafu, makamishna wa polisi, Bikibibi Suleiman Hamis, mwakilishi wa mkurugenzi wa utawala na menejimenti ya rasilimali watu Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, makamishna wastaafu wa Jeshi la Polisi, makamanda wa polisi wa mikoa, vikosi na wakuu wa vyuo vya polisi mlio pamoja nasi hapa, ndugu Omar Isa, mwenyekiti wa bodi ya shirika la uzalishaji mali Jeshi la Polisi, Profesa Florence Ruoga, mwenyekiti wa bodi ya vyuo vya polisi, Bi Anna Joseph Muhele, mwenyekiti wa kamati ya ukaguzi fungu 28, wajumbe wa kamati ya usalama mkoa wa Dar es Salaam, viongozi wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, wakuu wa taasisi na idara mbalimbali za serikali, viongozi wa vyama vya siasa mliopo, viongozi wa dini, maafisa wakaguzi na askari wa Jeshi la Polisi na majeshi mengine mlio pamoja nasi, wahitimu wa kozi ya uafisa na ukaguzi na wakaguzi wasaidizi, wageni waalikwa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, kazi na utu. Kazi na utu. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu msingi wa mafanikio yetu. Mheshimiwa Rais, awali ya yote nami naomba niungane na waliokwisha kutangulia, lakini pamoja na wale viongozi wa dini, nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa leo. Ninatambua wengi wamesafiri kutoka maeneo mbalimbali ya nchi kwa ajili ya kuhudhuria kwenye tukio hili kubwa na muhimu kwa Jeshi la Polisi. Hivyo hatuna budi kumshukuru kwa ulinzi na neema aliyotujalia kuiona siku hii. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya Jeshi la Polisi, napenda kutoa shukrani zetu za dhati kwako wewe Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa kukubali mwaliko kuwa mgeni rasmi kwenye mahafali ya kozi ya uafisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi ya mwaka 2025-26. Sote tunatambua wingi wa majukumu ulionayo, lakini tunafarijika na uwepo wako na umuhimu uliotupa kwa kutenga muda wako kuwa nasi leo ambapo utatufungia rasmi mafunzo haya. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana. Katika muktadha huo huo, napenda pia kutoa shukrani zangu za dhati kwa wageni wote kwa kujumuika nasi katika hafla hii muhimu. Asanteni sana kwa kuja na karibuni sana Chuo cha Taaluma ya Polisi Dar es Salaam.
Mheshimiwa Rais, napenda pia kuchukua nafasi hii kukupongeza wewe binafsi kwa kuendelea kuliongoza vyema taifa hili katika kipindi chako cha pili cha awamu ya 6. Uongozi wako umeendelea kuwa chachu ya mshikamano, maendeleo na matumaini kwa wananchi wa Tanzania kupitia maamuzi yenye kulenga ustawi wa taifa letu. Tunakuombea afya njema, hekima na nguvu zaidi ili uendelee kuliongoza taifa hili kwa mafanikio makubwa zaidi. Mheshimiwa Rais, nikiwa nimesimama hapa leo, siwezi kusahau salamu nilizozitoa mwaka jana tarehe 9 Juni 2025 katika jukwaa hili ulipokuja kufunga mafunzo kama haya. Nilisimulia hadithi. Hadithi ile ilikuwa ni ya hali ya usalama ulioikuta na mabadiliko makubwa yaliyopatikana chini ya uongozi wako. Nilisimulia hadithi ya hali duni ya usalama iliyozuia watu kufanya shughuli zao za kiuchumi kwa uhuru, hadithi ya uhalifu iliyogharimu mali na maisha ya watu katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Lakini nilisimulia pia hadithi nzuri ya uongozi wako, uongozi makini ulioweza kubadili hali ile na kuifanya kuwa historia kwa Watanzania. Mheshimiwa Rais, leo ninaomba niendelee kukusimulia wewe pamoja na Watanzania sehemu nyingine ya hadithi hii nzuri, hadithi inayoendelea kuandikwa ndani ya nchi yetu na ndani ya Jeshi la Polisi chini ya uongozi wako. Naomba nisimulie kwa kifupi hadithi ya miaka 5 ya uongozi wako na hatua ulizochukua kuhakikisha kuwa haturudi tena kwenye hali ile niliyoielezea mwaka jana. Mheshimiwa Rais, mwaka 2022 uliunda tume ya kurekebisha mifumo ya haki jinai kwa lengo la kuboresha utendaji kazi wa vyombo vya haki jinai, Jeshi la Polisi likiwa mdau muhimu katika mnyororo huo. Tume hiyo iliwasilisha kwako mapendekezo mbalimbali ambayo baadaye ulielekeza yafanyiwe kazi kama maelekezo yako rasmi ya maboresho. Yote haya uliyafanya kwa lengo la kuhakikisha kuwa hadithi hii nzuri haiendelei tu kuandikwa, bali pia haiishi kwenye kipindi cha uongozi wako pekee. Maboresho haya ya kimfumo, kimuundo na kisheria yanalenga kuhakikisha kuwa hadithi hii nzuri itaendelea kuhadithiwa hata baada ya uongozi wako. Mheshimiwa Rais, Jeshi la Polisi linaendelea kutekeleza maelekezo yako kupitia tume hiyo, na ninatoa shukrani kubwa kwako na serikali yako kwa uwezeshaji mkubwa unaoendelea kutupatia katika maeneo yanayohitaji uwezeshaji wa serikali. Serikali yako imedhihirisha kwa vitendo dhamira yake ya kuhakikisha kuwa Jeshi la Polisi linabadilika kiutendaji na kuwa jeshi bora zaidi. Mheshimiwa Rais, Jeshi la Polisi limewezeshwa kwa kiwango kikubwa kutatua changamoto za muda mrefu za ufinyu wa bajeti, miundo mbinu mbalimbali pamoja na vitendea kazi. Kwa upande wa majengo, Jeshi la Polisi limetekeleza jumla ya miradi ya ujenzi na ukarabati wa majengo 320 ambapo limefanikiwa kukamilisha majengo 174 na kuendeleza miradi ya ujenzi na ukarabati wa majengo 146 ambayo ipo katika hatua mbalimbali za ujenzi. Miradi hii kwa ufupi, Mheshimiwa Rais, ni kama ifuatavyo: ofisi za makamanda wa polisi wa mikoa 18, kati ya hiyo majengo 10 bado yapo katika hatua mbalimbali, mengi yako hatua za mwisho za ujenzi. Vituo vya polisi daraja A 15, kati ya hivyo vituo 7 vinamalizikia kujengwa. Vituo vya polisi daraja B 29, kati ya hivyo 34 vinaendelea na ujenzi. Ujenzi na ukarabati wa makazi ya askari 139
na 46 kati ya hayo yapo kwenye hatua za mwisho. Aidha, tunaendelea na ujenzi pamoja na ukarabati wa majengo ya matumizi mengine ya Jeshi la Polisi, ambapo jumla ya miradi 46 imetekelezwa, na kati ya hiyo miradi 33 ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Miradi hiyo inahusisha ujenzi wa bweni la wanafunzi katika chuo cha maafisa wa polisi Kidatu, ujenzi wa madarasa na mabweni ya wanafunzi katika shule ya polisi Tanzania Moshi, rest house, jengo la hospitali ya rufaa Kilwa Road, vituo tiba vya polisi katika baadhi ya mikoa, karakana ya tehama pamoja na majengo ya vikosi mbalimbali vya polisi. Mheshimiwa Rais, jambo la kujivunia zaidi ni kwamba majenzi haya yaliyokamilika pamoja na yale yanayoendelea kutekelezwa yanasimamiwa na kutekelezwa na kupitia kikosi cha polisi cha ujenzi. Jeshi la Polisi lina wataalamu wa kada mbalimbali za ujenzi, wakiwemo wasanifu majengo, wakadiriaji majenzi pamoja na wahandisi wa fani tofauti za ujenzi, ambao kwa pamoja wameendelea kufanya kazi kubwa kwa weledi na uzalendo mkubwa. Hali hii imeendelea kusaidia kupunguza gharama za utekelezaji wa miradi, kuongeza usimamizi wa karibu wa ubora wa kazi na kuhakikisha thamani ya fedha inaonekana katika miradi yetu ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, naomba nitumie jukwaa hili kuelezea jambo hili kubwa. Hapo kumekuwa na slide zinatembea zikionyesha majengo mazuri sana, majengo ya kisasa ambayo ningependa wale wanaopitisha hiyo warudie tena. Haya ni majengo yaliyojengwa si kwa miaka mitano ya uongozi wako, ni ndani hata ya miaka kama mitatu. Lakini wakati majengo haya yanaendelea, utaona hali gani uliikuta hii. Lakini kuna majengo mengine yataonekana hapo yalikuwa ni majengo, sijui ni majengo yale makazi ya polisi pale Dodoma. Yule slide yaweke ile, utakapoona Mheshimiwa Rais, ile si kambi ya wavuvi, ile hiyo hapo si kambi ya wavuvi. Hayo ndiyo makazi ya askari polisi uliyoyakuta. Hayo hapo si kambi ya wavuvi. Askari walilala humo, waliamka humo, na walikwenda kutimiza na kutekeleza wajibu wao, kulinda watu na usalama wao. Na hayo yamekuwepo hapo kwa muda wa miaka mingi sana. Umeyakataa, na sasa umetoa fedha na umehakikisha kunajengwa majengo mazuri ya makazi ya askari, magorofa yenye floor 4 kila moja. Haya ndiyo yamereplace, haya ndiyo yameondoa yale makazi ambayo kwa hakika hata wavuvi walikuwa waishi mle. Mheshimiwa Rais, umekataa. Haya ndiyo majengo tunayomiliki sasa Jeshi la Polisi. Tunaomba makofi mengi sana hapo. Turudie na yale ya kwetu. Pasha 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 panda. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu, msingi wa mafanikio yetu. Akina mama vigelegele wapi? Na kati ya makazi hayo ambayo tulikuwa tukiishi kwa miaka nenda kwa miaka rudi, tumeshavunja yote ili tujenge, na tumejenga magorofa katika eneo hilo. Tutaacha hivyo vibanda viwili kwa ajili ya kumbukumbu ya kwamba jeshi hili liliwahi kupita katika kadhia hii, lakini kwa sasa alikuwepo ama alikuja rais fulani
anaitwa Daktari Samia Suluhu Hassan, akatutoa mle ndani akatuweka kwenye majengo haya. Sisi ni akina nani tusisimulie hadithi hii? Sisi tusiokuwa na roho ya shukurani, ambao hatuwezi kusimulia hadithi hii nzuri, tutakuwa ni binadamu gani? Mheshimiwa Rais, asante, tunakushukuru sana, na Mungu aendelee kukubariki na kukusimamia na kukupa afya njema. Mheshimiwa Rais, kwa upande wa vyombo vya moto na usafiri, serikali yako imetuwezesha kupata vitendea kazi mbalimbali ikiwa ni pamoja na magari 1394 ya kioperesheni na matumizi mengine. Magari 1394 kwa kipindi kifupi kisichozidi miaka mitatu. Na Mheshimiwa Rais, hapo unapoona hapo sio bandarini. Hii ni yadi yetu ya polisi ya kupokelea magari, na haya yote ni magari mapya mazuri ya kisasa na yanayosababisha tunafanya kazi bila mkwamo wa aina yoyote. Na magari haya yamekuja kureplace magari mabovu tuliyokuwa nayo. Mheshimiwa Rais, nimewahi kuona afisa wa polisi akienda ofisini na gari aliyopanda inasukumwa kuanzia nyumbani kwake mpaka inafika ofisini, na baadaye jioni hiyo haijawaka, inasukumwa tena kutoka ofisini mpaka inafika nyumbani, hiyo gari haijawaka. Sasa haya yote yamekuja kuondolewa na wewe Mheshimiwa Rais, magari 1394 kwa kipindi cha miaka mitatu. Kwa kipindi hicho tumeweza kupata pikipiki 39 za kuongoza misafara na pikipiki 105 za doria, boti 13 za doria na kufanya matengenezo ya ndege moja, na sasa tuko kwenye hatua za mwisho za mchakato wa kununua ndege mpya 2. Mheshimiwa Rais, hapa bado sijagusia uwezeshaji mkubwa uliofanywa katika maeneo mengine muhimu kama maslahi, ajira, mashine za kisasa za ushonaji, sare, silaha, vifaa vya uchunguzi wa kisayansi na upelelezi, vifaa vya muziki, mashine za kisasa za uchapaji, pamoja na vifaa mbalimbali vya kioperesheni. Mambo haya yote yanapaswa kusemwa ukiwepo, ili Watanzania waendelee kuona na kuelewa dhamira yako ambayo imekuwa ikienda sambamba na vitendo. Mheshimiwa Rais, tarehe 22 mwezi Mei mwaka 2026 pale shule ya polisi Tanzania Moshi, nilitoa jumla ya wanafunzi 5514. Hawa ni wanafunzi wa kozi ya awali waliohitimu mafunzo katika shule hiyo na kuwa askari wa jeshi la polisi. Miongoni mwa vijana hao wapo waliotoka katika vituo vya kulelea watoto yatima pamoja na familia zenye hali ngumu za kiuchumi, lakini wenye sifa na ufaulu uliowawezesha kupata nafasi hiyo. Wapo wenye elimu za form 4, wapo wenye elimu za form 6 na wapo wenye elimu za chuo kikuu. Tulihakikisha tunawafikia wote, hatujamaliza, lakini tulihakikisha tunawafikia na tunawachukua na wanapata ajira ndani ya jeshi letu la polisi. Hii ni sehemu ya dhamira ya serikali yako ya kuhakikisha kuwa fursa ndani ya jeshi la polisi zinawafikia Watanzania wa makundi mbalimbali bila ubaguzi, huku tukiwapa vijana wenye sifa nafasi ya kulitumikia taifa lao na kujenga maisha yao kupitia ajira hizi. Tunatarajia kuendelea kupata nafasi zingine za ajira katika siku za usoni.
Na Mheshimiwa Rais, ninakuhakikishia kuwa Jeshi la Polisi litaendelea kuwafikia Watanzania kutoka maeneo na mazingira mbalimbali ya kijamii ili kuhakikisha jeshi letu linaendelea kuwa taswira halisi ya taifa letu na kuwa sehemu ya matumaini kwa vijana wengi wa Kitanzania. Mheshimiwa Rais, mabadiliko haya makubwa yaliyofanyika ndani ya muda mfupi yataacha alama na kumbukumbu kubwa kwetu familia ya Jeshi la Polisi na kizazi kijacho cha Watanzania, na daima utakumbukwa kwa mambo haya uliyoyatenda kipindi hiki cha uongozi wako. Leo ninaweza kusema kwa kujiamini kuwa bado tunaendelea kuiandika hadithi yako nzuri, hadithi ya mabadiliko ya kiutendaji na matokeo chanya ndani ya jeshi letu la polisi. Nina imani kuwa hadithi hii nzuri itaendelea kuandikwa vyema kadiri uongozi wako utakavyoendelea. Na ninakuomba Mheshimiwa Rais, pokea hadithi hii. Hii ni hadithi nzuri, hii ni hadithi njema. Tunaisimulia mbele yako na wewe ukiwepo, na tutaendelea kukusimulia hadithi hizi nzuri kila tutakapokuwa pamoja na wewe, ili Watanzania wazisikie, ili Watanzania waone yale tunayoyaongea. Sasa hivi si muda wa kuuziana mbuzi kwenye gunia, mambo yote yako hadharani. Mheshimiwa Rais, katika awamu hii ya pili, katika kipindi hiki cha pili cha uongozi wako, Jeshi la Polisi linaendelea kujipanga kuimarisha zaidi utendaji kazi wake, pamoja na kuendelea kusimamia kwa umakini miradi ya ujenzi wa ofisi, vituo vya polisi na makazi ya askari niliyotaja awali. Tunaongeza nguvu katika utekelezaji wa falsafa ya polisi jamii pamoja na matumizi ya tehama, tukilenga kuwafikia wananchi katika ngazi za chini kabisa, kuanzia ngazi ya familia hadi kata. Dhamira yetu ni kuhakikisha tunakuwa karibu zaidi na wananchi, si tu katika kukabiliana na uhalifu, bali katika kuubaini na kuuzuia kabla haujatokea, pamoja na kuwafikia kwa haraka wahanga wa matukio ya kihalifu na unyanyasaji. Aidha, tunalenga kujenga jamii inayotambua wajibu wake na haki zake katika suala zima la haki jinai na usalama wao. Kama alivyowahi kusema mwanafalsafa na mwanamkakati wa kijeshi kutoka China, Lieutenant General Sun Tzu, na nukuu, "The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting." Mwisho wa kunukuu. Narudia nukuu hii, "The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting." Mwisho wa kunukuu, ikimaanisha ustadi wa hali ya juu katika mapambano ni kumdhibiti au kumshinda adui bila ya kuingia vitani. Lengo letu, Mheshimiwa Rais, ni kuhakikisha uhalifu unazuiliwa kabla haujatokea. Kwa kufanya hivyo, tutaweza kujivunia kufanya kazi kwa weledi zaidi kuliko kusubiri kuanza upelelezi baada ya matukio au kupambana na wavunjifu wa sheria. Kwenye eneo hili, Mheshimiwa Rais, niruhusu tena kutumia fursa ya hadhara hii kukushukuru kwa kumpandisha cheo Kamishna wa Polisi Alex Sospeter Mkama na kumteua kuwa Kamishna wa Polisi Jamii. Uteuzi huo unaonesha kwa vitendo dhamira ya serikali kuendelea kuimarisha utekelezaji wa majukumu ya polisi kupitia mikakati ya polisi jamii. Sambamba na jitihada hizi, tumejipanga kuendelea kuimarisha matumizi ya tehama katika utoaji wa huduma zetu ndani na nje ya taasisi. Tutaendelea kuboresha na kuilinda mifumo iliyopo dhidi ya vitisho vya kimtandao, kuanzisha na kupanua huduma za kidijitali ili kupunguza utegemezi wa mifumo ya kizamani na kuhakikisha mifumo yetu inaunganishwa kikamilifu na zile taasisi nyingine za serikali kwa ufanisi zaidi. Napenda kusisitiza kuwa hatua hizi si dira mpya, bali ni utekelezaji endelevu wa maelekezo yako ya mara kwa mara pamoja na mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai yanayolenga kuongeza uwazi, ufanisi na upatikanaji wa haki kwa wananchi. Pamoja na mwelekeo huu, napenda kukuhakikishia kuwa
Hatutaacha kuendelea kutekeleza maelekezo yako yote uliyotupatia mwaka jana na unayonipatia mara kwa mara. Tunaendelea kusimamia kwa umakini matumizi ya fedha katika miradi ya ujenzi, kuhakikisha uwajibikaji na thamani ya fedha inaonekana katika kila hatua. Lakini zaidi ya hiyo ni kusimamia matumizi sahihi na utunzaji wa vifaa na majengo haya ili yakafaidishe vizazi vijavyo na miaka mingi mbeleni. Napenda pia kukushukuru kwa kuendelea kutoa ajira mpya pamoja na fedha za kugharamia mafunzo mbalimbali yakiwemo upandishwaji vyeo kwa maafisa, wakaguzi na askari. Uwezeshaji huu umeongeza kwa kiwango kikubwa morali na ari ya kazi kwa askari wetu na umetusaidia kuwa na viongozi wenye sifa stahiki katika ngazi mbalimbali za uongozi, kuanzia ngazi za juu hadi ngazi za chini kama kata na shehia. Hali hii inaenda sambamba na dhamira yetu ya kusogeza huduma za kiusalama karibu zaidi na wananchi na kuimarisha ufanisi wa utendaji wetu. Mheshimiwa Rais, sambamba na mafanikio haya, Jeshi la Polisi linaendelea kusimamia kwa karibu maadili na nidhamu ya watendaji wake wote kama ulivyoelekeza, na tutaendelea kuwajengea uwezo kupitia mafunzo ili kuhakikisha wanazingatia viwango vya juu vya uadilifu na weledi. Kwa wachache watakaokengeuka, hatua stahiki za kinidhamu zitachukuliwa kwa haraka bila upendeleo, uonevu wala muhali. Kwenu wahitimu wa leo, maafisa na wakaguzi wasaidizi, tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka huu nilipokuwa shule ya polisi Tanzania Moshi, niliwaeleza wale vijana askari wapya maneno ambayo naomba niwaambie na nyinyi leo hii. Napenda kuwakumbusha juu ya umuhimu wa uzalendo katika kazi. Kiapo mlichowapa leo cha utii kwa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu si maneno ya kawaida ya kuishia kwenye gwaride, bali ni ahadi na wajibu unaowafunga katika utumishi wenu wote. Uzalendo wa kweli ni kuwa tayari kulitumikia taifa lako mahali popote na wakati wowote mtakapohitajika kufanya hivyo. Ni kuwa tayari kuweka mbele usalama wa raia na mali zao hata pale ambapo usalama wenu binafsi uko hatarini. Ni kukesha wakati wengine wamelala usingizi. Ni kusimama imara wakati wengine wamekata tamaa. Na ni kutekeleza wajibu wenu kwa uaminifu hata pale ambapo hakuna anayewaona au kuwapongeza. Taifa hili litawaamini kwa matendo yenu, nidhamu yenu na namna mtakavyobeba dhamana hii kubwa ya uongozi ndani ya Jeshi la Polisi. Na huo ndio uzalendo wa kweli. Sitakuwa na mengi ya kusema kwenu leo, kwani tayari nilipata fursa ya kuwa nanyi na kuwapa maelekezo mbalimbali ya kiutendaji Maafisa waandamizi kutoka makao makuu pamoja na taasisi rafiki nao wamefanya kazi nzuri ya kuwafundisha na kuwaandaa. Nimefuatilia kwa karibu mafunzo yenu na nimejiridhisha kuwa mmepewa maarifa na ujuzi unaohitajika ili muweze kutekeleza majukumu yenu kwa weledi na ufanisi. Kwa sasa niwapongeze na kuwakumbusha kuzingatia yote katika utekelezaji wa majukumu yenu mtakayopangiwa. Mheshimiwa Rais, wakati ulipotufungia mafunzo kama haya mwaka jana, ulitoa maelekezo kuwa na nukuu, chuo kisipoe, mwisho wa nukuu. Wahitimu unaowaona leo ni matokeo ya utekelezaji wa maelekezo hayo. Tunakushukuru sana kwa uwezeshaji mkubwa unaofanywa na serikali yako katika kuhakikisha mafunzo haya yanaendelea bila kukwama na kwamba chuo hakipoi, kwani vibali, fedha na rasilimali nyingine wezeshi
zimekuwa zikitolewa kwa wakati na bila changamoto zozote. Aidha, tutaendelea kuwekeza katika mafunzo kwa maafisa wakaguzi na askari wetu, ikiwa ni pamoja na kuendelea kutafuta fursa za masomo nje ya nchi ili kuhakikisha tunakuwa na rasilimali watu yenye weledi, ujuzi na uwezo wa kukabiliana na changamoto za kiusalama zinazoendelea kubadilika kila siku. Kama ulivyosema mwaka jana, mafunzo haya ndiyo msingi wa kujenga jeshi lenye weledi na uwezo wa kukabiliana na changamoto za kiusalama tunazokumbana nazo, lakini zinazobadilika mara kwa mara kulingana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Kwa kuzingatia kauli mbiu ya kazi na utu, tunasonga mbele. Jeshi la Polisi linaahidi kuendelea kuitekeleza dhamira hii katika majukumu yake ya kila siku. Mheshimiwa Rais, katika kuhitimisha, napenda kukushukuru kwa mara nyingine kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika hafla hii muhimu. Uwepo wako unaendelea kuwa chachu ya mabadiliko na motisha kwa watendaji wa Jeshi la Polisi. Baada ya kusema hayo, naomba nimkaribishe Mheshimiwa Patrobas Pasco Katambi, mbunge, waziri wa mambo ya ndani ya nchi, kwa ajili ya salamu za wizara na hatimaye kukukaribisha uzungumze na hadhara hii. Kazi na utu. Kazi na utu. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu, msingi wa mafanikio yetu. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha.